Kristo. Tumaini letu. Leo tukiwa katikati ya Majilio. Kama wimbo wa kwanza jinsi ulivyosema, kumbuka ya furaha. Furaha katika Bwana siku zote. Furaha ya kupokea Masiya anayekuja. Lakini Masiya wa aina gani? Sio Masiya ya viongozi wa ulimwengu. Ni Masiya ambaye atawaelekea maskini, wale wapenda dhambi, wagonjwa na kuwaponya. Tuombe tupeleke furaha. Furaha hii ni ndani ya moyo wetu kabisa, na mpokee wakati moyo wetu ya amani na kuishi na kudumu ndani ya maisha yetu. Pamoja na Mkristo mmoja tunasema asante kwa kubariki na kubariki familia yake kwa nafasi ambazo amempatia na familia yake na nguvu ya kutumia vyema. Amesema asante kwa kumwongoza kwenye kazi ngumu na kumpa ujasiri wa kukabiliana na chochote kilichotokea katika kutokea. Wanawatia teule ya Chelenge, wanashukuru Mungu kwa kumpa kibali na Joseph Kidunda kwa mtumishi wake, na sasa ametimiza miaka mitatu ya ufalme. Namuomba Mwenyezi Mungu aendelee kumtia ulisi katika huduma yake ya kutangaza Injili kwa mataifa yote katika. Asante kwa kutumiwa sasa. Familia ya Bwana Bibi kwa nafasi ya Kigula wanamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha aliyomjalia mpendwa wao Elisha Abe kuita katika uhai wake. Wanaombea marehemu Elisha Abe kuita Mungu amsamehe dhambi na madhaifu yake yote aliyokuwa nayo, ampokee katika ufalme wake mbinguni. Vilevile wanaombea marehemu wazazi wao, wenza wao, watoto na mtoto wa familia zao zipate rehema yake. Mungu zipumzike kwa amani. Familia ya Nikolaus Joseph Mzee tunawashukuru Mungu kwa kila jambo. Familia pia inawaombea wazazi wao pumziko la amani. Laulian Mlogatus Simu na mtoto wao Joseph Mzee, Mungu awapokee kwenye roho za wake. Familia ya marehemu Mzee Mkakiti Juba wanamshukuru Mungu kwa kujalia njema ya Mungu na roho. Wanaombea watoto wa familia wanashukuru katika sala imani na kweli. Pia wanaombea marehemu Mkakiti Juba kusoma Padre Francis Kambwa, Padre Francis Mabunda, Padre Francis Kinga, Padre Francis Mbelela, Padre Simon Mahuya, Lucas William Mkakiti, Maria William Mkakiti, John Mkakiti, Joseph Mkakiti, marehemu wote wa familia na marehemu wasio waombezi. Ndugu zangu, tukuliza mcheni kupata kusaidia kwa maisha wa Mungu katika zetu. Na Mungu Mwenyezi atakuhudumia na kuleta ndugu zetu na kufikisha kwenye uzima wa milele.
sherehe ya kuzaliwa kwa Bwana wetu, tunakuomba tujalie tuweze kufikia furaha za wokovu huo mkubwa sana. Tunakaribisha daima kwa ibada kuu na shangwe kuanzia Bwana wetu Yesu Kristo mwanao anaishi kutoka na kwa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Nyika na mahali palipo ukiwa patafurahi, jangwa litashangilia na kuchanua maua kama waridi, litachanua maua mengi na kufurahi, naam, kwa shangwe na kuimba. Litapewa uzuri wa Lebanoni, utukufu wa Karmeli na Sharoni. Watauona utukufu wa Bwana, ukuu wa Mungu wetu. Itieni nguvu mikono iliyo dhaifu, yafanyeni imara magoti yaliyolegea. Waambieni walio na moyo wa hofu, jiponi moyo, msiogope. Tazama, Mungu wenu atakuja na kisasi, na malipo ya Mungu atakuja na kuokoa ninyi. Ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa na masikio ya viziwi yatazibuliwa. Ndipo mtu aliyekilema atarukaruka kama kulungu, na ulimi wake aliyebubu ataimba. Na hao waliokombolewa na Bwana watarudi, watafika Sayuni wakiimba, na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao. Nao watapata kicheko na furaha, huzuni na kuugua zitakimbia. Neno la Bwana.
Somo katika waraka wa Mtume Yakobo kwa watu wote. Ndugu, vumilieni hata kuja kwake Bwana. Tazama, mkulima hungoja mazao ya nchi yaliyo ya thamani, huvumilia kwa ajili yake hata yatakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho. Ninyi vumilieni, mthibitishe mioyo yenu, kwa maana kuja kwake Bwana kunakaribia. Ndugu, msinung'unikiane, msije mkahukumiwa. Angalieni, mwamuzi amesimama mbele ya milango. Ndugu, watwaeni manabii walionena kwa jina la Bwana, wawe mfano wa kustahimili mabaya na wa uvumilivu. Neno la Bwana. Bwana awe nani. Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo. Siku ile Yohane aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo, alituma wanafunzi wake kumuuliza, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Yesu akajibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohane mnayoyasikia na kuyaona. Vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, na maskini wanahubiriwa habari njema. Naye heri awaye yote asiyechukizwa nami. Na hao walipokwenda zao, Yesu alianza kuambia makutano habari za Yohane, mlitoka kwenda nyikani kutazama nini?
unyasi ukitikiswa na upepo? Lakini mlitoka kwenda kuona nini? Mtu aliyevikwa mavazi mororo? Tazama, watu wavao mavazi mororo wamo katika nyumba za wafalme. Lakini kwa nini mlitoka ni kuona nabii? Naam, nawaambia, na aliye mkuu zaidi ya nabii, huyo ndiye aliyeandikiwa haya: tazama, mimi namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakayeitengeneza njia yako mbele yako. Amin, nawaambieni, hajaondokea mtu katika wazao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohane Mbatizaji, walakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Tumsifu. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Tumsifu. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Tumsifu. Kristo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Leo Dominika ya 3 ya Majilio, Dominika inayojulikana kama Dominika ya furaha. Ndio maana mtaona kwamba leo rangi imekuwa kidogo tofauti na mavazi ya kawaida tunayovaa wakati wa Majilio. Na rangi ya pinki inavaliwa mara 2 tu kwa mwaka wa kiliturujia. Inavaliwa Dominika ya leo ya 3 ya Majilio na Dominika ya 4 ya Kwaresma, ambazo ni Dominika zinatukumbusha furaha ya kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo anayekuja kuingia katika maisha yetu, kuzaliwa katika ulimwengu huu, na vile vile furaha katika Dominika ya 4 ya Kwaresma ambayo inatukumbusha pia ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tumesikia hata katika masomo yote ya leo ni masomo ya furaha. Tumesikia neno kabisa la kwanza. Je, wewe ndiye unayetakiwa kuja hao tumsubiri mtu mwingine? Hili ni neno la Yohane Mbatizaji akiwa gerezani, amemtumia Bwana wetu Yesu Kristo wajumbe waende wamuulize. Katika injili hii Yohane Mbatizaji ana sita. Yohane Mbatizaji ana wasiwasi, anajiuliza maswali mengi kichwani mwake. Je, hivi nilikosea hao? Hivi mimi nilitumwa kutangaza habari njema ya kusafisha njia kwa ajili ya kumpokea huyu? Hivi ndio huyu niliyetumwa kumtangaza kweli? Yaani amejiuliza maswali mengi kwa sababu ana wasiwasi, hajaelewa kinachoendelea. Aliamini kwamba Masia atakuja kama mwamuzi mkali na asiye na upendeleo ili kuadhibu na kuwapa thawabu. Ndio jinsi alivyofikiria, kwa sababu aliona mambo yaende jinsi alivyokuwa anafikiria mwanzoni. Lakini inaleta wasiwasi kuona Yesu anawatembelea watoza ushuru na wenye dhambi, anawaponya wagonjwa na kuwatangaza wapole na wapatanishi kuwa wenye heri. Anasema kwamba hatupaswi kuwahukumu wengine
na kwamba tunapaswa kuwapenda adui zetu. Maneno haya yameleta wasiwasi kidogo. Kwa nini mimi niliambiwa kwamba Masia atakuja, naenda kumtangaza kwa watu ili watu waandae mioyo yao, lakini namkuta yupo na watoza ushuru, namkuta yupo tu na wale watenda dhambi? Imeleta wasiwasi kwa Yohane Mbatizaji. Yohane ameanza kuwa na mashaka makubwa kuhusu utambulisho wa Bwana wetu Yesu Kristo. Je, wewe ndiye yeye yule ajaye kweli, hao tumtarajie mwingine? Yesu akawajibu wajumbe wa Yohane akasema, rudini mkamweleze Yohane yale mlioyaona na kuyasikia. Vipofu wanaona, viwete wanatembea, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, na maskini wanahubiriwa habari njema. Heri mtu yeyote ambaye hatachukizwa nami. Haya ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amewaambia wachumbe kutoka kwa Mtakatifu Yohane Mbatizaji waende wamweleze walichokiona. Kwa kunukuu maandiko haya, maandiko haya kimakusudi, ameyanukuu kimakusudi badala ya mengine. Yesu anaonyesha ni aina gani ya Masia aliyochaguliwa kuwa. Sio Masia kwa mfano wa ulimwengu. Ukiwa kiongozi, ukiwa mfalme, unawatawala wengine na kuwaweka chini ya miguu yako ili kila siku wao wanakupa shikamoo shikamoo. Sio Masia huo tunayemsubiria, hapana. Huyu Masia ni Masia mtakatifu zaidi, Masia ambaye yupo kwa ajili ya maskini, Masia ambaye anawahudumia wale wapo chini zaidi. Mungu hajidhihirishi kupitia matendo ya kisasi na ushindi, bali kupitia matendo ya wema kwa maskini na wanaoteseka, vipofu, viwete, wenye ukoma, viziwi, watoza ushuru na wenye dhambi. Akijua kwamba aina hii ya Masia hailingani na matarajio ya watu, Kristo anaongeza tena, heri wale wasiojikwaa wala kuanguka kwa sababu yangu. Mungu wa Yesu Kristo hajidhihirishi kwa ishara za ushindi na kisasi, hapana, bali kwa ishara ya huruma, kwa ishara ya upendo. Somo la kwanza kutoka kwa Isaya linalingana na kifungu cha Injili kinaposema, itieni nguvu mikono iliyo dhaifu, yaimarisheni magoti yaliyo dhaifu, waambieni wenye hofu, jipeni moyo, msiogope. Huyu hapa ndiye Mungu wenu, yeye anakuja kuwaokoa. Ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa na masikio ya viziwi yatazibuliwa. Ndipo viwete watarukaruka kama kulungu na bubu watapiga kelele kwa furaha. Ni katika kitabu cha Isaya sura ya 35 aya ya 3 hadi ya 4 ndio tunakuta maneno hayo. Katika sinagogi la Nazareti, Bwana atatumia andiko lingine kutoka kwa Isaya kutupatia taswira hii ya Masihi Mwokozi. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa uhuru na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru walioteswa na kutangaza mwaka wa neema ya Bwana. Ni katika Luka sura ya 4 aya ya 18 hadi ya 19. Maelezo haya yanakumbusha maono ya Mtakatifu Yohane katika kitabu cha Ufunuo.
nikasikia sauti kutoka katika kiti cha enzi ikisema, tazama, umaskini wa Mungu ni pamoja na wanadamu, atakaa pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, naye atakuwa Mungu wao. Atafuta kila chozi katika macho yao, wala hakutakuwa na kifo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu, kwa maana mambo ya kale yamekwisha kupita. Ni katika kitabu cha Ufunuo sura ya 21 aya ya 3 hadi ya 4. Yesu huleta amani na anathibitisha kwamba wokovu wa ulimwengu unasonga mbele kila wakati uovu unapopungua mahali fulani. Kila wakati tunapojitahidi kupungua uovu, kupungua chuki, kupungua shida, ufalme wa Mungu unakaribia mahali tunapoishi, kwa kupunguza shida mbalimbali tulizonazo katika maisha yetu, kwa kupunguza fitina, kwa kupunguza vinyongo, kwa kupunguza shida, kwa kupunguza mateso, kwa kupunguza vita tunazopigana kila siku. Wakati huo ufalme wa Mungu unatukaribia. Mungu anafanya kazi wakati tendo la wema linaonyeshwa kwa wanaoteseka, wasiojiweza, maskini, na kupitia matendo ya ushindi na kisasi, bali kupitia matendo ya huruma na upendo, ndipo Mungu anatukaribia, anakuwa pamoja nasi. Uinjilisti lazima usitokane na mawazo yetu wenyewe, bali na mawazo ya Mungu kama yanavyopatikana katika Injili. Mungu wetu ni Mungu wa huruma, ni Mungu wa wema, ambaye haogopi mtu yeyote. Mungu aliye karibu nasi, anayejua furaha zetu, anayejua mafanikio yetu, matatizo yetu, huzuni zetu na mateso yetu, na anayetusindikiza katika maisha yetu yote. Masihi huyu aliyefanyika mwili anapatikana katika hori la Bethlehemu. Yesu, mtoto mdogo dhaifu, anawategemea kabisa wazazi wake na wale walio karibu naye. Watu walitarajia awe hodari, mwenye nguvu, mshindi, ambaye atakayekuja na majeshi ili apige vita. Ndivyo jinsi watu walivyokuwa wanatarajia. Lakini anaingia ulimwenguni mwetu kwa siri. Hakuna nafasi yake katika nyumba ya mapokezi, nyumba ya wageni. Wageni wa kwanza ni wachungaji maskini, miongoni mwa wachini kabisa kutoka uongozi wa kijamii wa wakati wake. Hatakufa huyu Yesu tutakayempokea, hatakufa kati ya majambazi wawili, mmoja kulia kwake na mwingine kushoto kwake. Tumeona kiongozi mkuu, mfalme, ambaye amekufa miongoni mwa majambazi. Ni mtu gani, ni kiongozi gani, ni mfalme gani anaweza akatishusha kwa aina hii ya huyu Bwana wetu Yesu Kristo? Sisi tukipata vyeo vidogo tu, tunataka kila mmoja tupigie magoti na kusema shikamoo kila siku. Tukipata cheo kidogo tu, wengine wanakuwa chini ya miguu yetu. Wote tunalipita kisasi, tunajionyesha kama sisi ndo wenyewe na kujitangaza kweli, mimi hapa nilipo ni kwa nguvu zangu. Lakini huyu Masia ambaye anaongoza ulimwengu, na pia yeye yupo mkono wa kulia wa Mungu, hajawahi kujionyesha kwamba kweli ni maarufu zaidi. Ndugu waamini wa Bwana, tumealikwa kuingia katika unyenyekevu wa huyu ndugu yetu. Tumealikwa kuwa katika unyenyekevu wa maisha yetu, unyenyekevu katika sala zetu. Tumealikwa kuwa katika unyenyekevu wa maisha, hata tukiwa viongozi wa aina gani, lakini tumtangulize Mungu.
tujue ya kwamba tulivyo ni Mungu aliyetusaidia, sio kwa nguvu zetu. Hapana, huyu ndiye Masihi na Mwokozi wa aina yake ambaye Mungu amemchagua. Ndiyo maana Yohana Mbatizaji alikuwa na mashaka, hakuelewa, kwa sababu ameona huyu kweli aliyechaguliwa na Mungu, huyu kweli tuliyeambiwa kwamba huyu ndiye atakaye kuja kuongoza ulimwengu mzima. Sasa mbona haeleweki? Mimi niliyemtangaza kwanza nipo kifungoni, nipo gerezani, imekuache, imetokeaje? Kama yeye amekuja kuponya ulimwengu, mimi ninayemtangaza nimejikuta kifungoni. Yohane akawa na mashaka, wewe ndiye yule ajaye au tumtarajie mwingine? Wakati wa sherehe ya Krismasi ya mwaka huu, Kristo anatuomba tumtambue katika ori nyenyekevu la Bethlehem na kuishi kama yeye, kwa kuwa karibu na wale wanaoteseka kama vipofu, viwete, wagonjwa, wapweke na wale waliotengwa. Hiyo itakuwa ni Krismasi bora zaidi. Tumealikwa kufungua mioyo yetu, kufikiria sio sisi wenyewe na wanafamilia wetu tu kwa zawadi na mialiko yetu. Wakati huu wa furaha, kushiriki na kubadilishana, lazima tuwafundishe watoto na wajukuu, sio tu kutengeneza orodha za zawadi za kupokea, lakini pia tuwafundishe orodha za zawadi za kutoa. Sio tu kusubiria nitapata nini, nitapata zawadi gani siku ya Krismasi, mama ninunulie nguo, bibi nifanyie hivi, tutakula chakula gani, lakini tujue pia katika furaha ya Krismasi inayokuja tujue pia kutoa kwa wengine, sio tu kupokea. Tumsifuni Yesu Kristo. Kuna mahitaji mengi, mateso mengi na upweke mwingi sana katika jamii. Ikiwa kila mmoja wetu atafanya juhudi za ziada kuwafikiria wale wanaohitaji upendo kidogo tu, Krismasi itakuwa na maana halisi katika maisha yao na yetu pia. Basi tutakuwa taa ya habari njema katika ulimwengu wetu wa leo. Krismasi yetu basi italeta mwanga ndani ya maisha yetu, tukitenda matendo haya kwa hawa walio wadogo, maskini na wengine. Tumsifuni Yesu Kristo. Ndugu zangu, tusimame tukiri imani yetu. Na sadiki kwa Mungu mmoja, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwa ajili yetu, akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi. Kanisa takatifu Katoliki wa maendeleo sana
Ndugu zangu, tumwombe Mungu Baba Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa ujumbe wa Yesu Kristo Bwana wetu. Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa mema yote unayotujalia. Tunakuomba uimarishe, tusiumbishwe na madhehebu yanayojitokeza siku hizi kama uyoga, bali tumfuate Yesu na Injili yake kwa msimamo thabiti. Bwana. Baba Mwenyezi, tunawaombea viongozi wote wa dini, hasa mapadri wetu. Uwape nguvu ya kushika imani inayotuhakikishia njia ya wokovu, ndiye Yesu Kristo Bwana wetu. Bwana. Baba Mwenyezi, tunawaombea viongozi wote wa serikali pia na raia wake. Waongoze nchini mwetu, wawachague wajumbe wa bunge bora watakaotunga sheria zinazozingatia haki na amani. Bwana. Baba Mwenyezi, zipo changamoto tunazopitia katika familia, kazi, biashara na maisha kwa ujumla. Utusaidie kuwaonyesha wenzetu njia ya wokovu kwa kuwasaidia katika tabu za mwili na shida za roho. Bwana. Baba Mwenyezi, utuangaze katika mashaka kuhusu imani yetu na kuhusu mwenendo wetu wa maadili. Bwana, tunakuomba. Tunawaombea marehemu wote waliotutangulia. Bwana, uwape pumziko la amani, uwajalie waweze kustarehe na wewe katika bustani ya umilele. Raha ya milele uwape, Bwana, na mwanga wa milele uangazie. Wapumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele uwape, Bwana, na mwanga wa milele uangazie. Rafiki zetu, ndugu zetu, wazazi wapumzike kwa amani. Amina. Na kila mmoja atoe ombi lake kimoyomoyo.
Ee Bwana, Ee Mungu uliye makimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya wema wote, usikilize sala za kanisa lako. Utujalie ili hayo tunayoyaomba kwa imani tuyapate kweli kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, tunakuomba sadaka ya ibada yetu itolewe kwako daima, nayo itimize agizo la kuadhimisha fumbo takatifu na kutenda kwa mafanikio wokovu wako ndani yetu, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Mshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu, tukushukuru wewe daima na popote. Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye ambaye alitabiriwa na maaguzi ya manabii wote, Mama Bikira alimchukua kwa upendo wa ajabu, na Yohane Mbatizaji alishangilia kuja kwake na kumtambulisha alipofika. Yeye aliyetujalia kongojea kwa furaha fumbo la kuzaliwa kwake, atukute tukikesha katika sala na tukimshangilia kwa nyimbo za kumsifu. Kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki na majeshi yote ya malaika wa mbinguni
twaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho oh, oh, oh. Bwana, kweli umtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilisha katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Renatus Nkwande na waklero wote. Umkumbuke mtumishi wako
Jacques Abulo Kikoyo na Chantal Kaimba Kipimo na Kiayomwelwa ile uliowaita kutoka dunia hii, ujalie ili wao walioshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo washiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko kwa namna ya pekee, ndugu zetu marehemu wote tuliowaombea mwanzoni mwa ibada hii takatifu, pamoja na baba mzazi Edgar Kazadi Kalenga, mama mzazi Marceline Maloba Muzinga, dada Nkonge Jean, dada Nkonge Germaine, Marc Lukwesa Kibeka Maloba Pierre, Honoré Jean-Pierre Héritier, Denise Mwape Kilomba, Justine Kitambo na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokea kwenye nuru ya uso wako. Vile vile tunawaombea ndugu zetu wanaopitia changamoto mbalimbali kwa namna ya pekee. Veronica Kiungu Lobondo anayehitaji mtoto, mchalie na kumpa neema ya kubarikiwa kupata watoto wengi katika familia yake. Tunakuomba uturumie sisi sote ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunasubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamee makosa yetu kama tunavyowasamee na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utopoe maovuni. Bwana, tunakuomba utopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa, usitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nani siku zote. Ndio katika Kristo tupeane amani.
Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. mateso ya Kristo ulianzisha. Ee Yesu mwema wa masikizi, katika nyumba yako unifiche, usikubali nitengwe nawe, na ulimo unikinge. Saa ya kufa kwangu uniite, uniamuru kwako nije, pamoja na watakatifu wako nikutukuze milele na milele.
Waambieni walio na moyo wa hofu, jipeni moyo, msiogope. Tazama, Mungu wetu atakuja na kutuokoa. Tuombe. Bwana, tunakuomba utujalie huruma yako, ili misaada hii ya kimungu ituondolee dhambi zetu na kutuweka tayari kwa sikukuu zijazo, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kristo. Sasa kwa ukarimu wetu wote tushike mkono. Baba Likombe, uje mbele hapa, Wanaiseleni, tukushike mkono kwa kupongeza kwa utume wa miaka mitatu. Kwaya, naomba wimbo mzuri kwa hivyo waumini wote, hata kama huna pesa, ndio tushike mkono kwa kumwambia hongera kwa utume. Kwaya, karibu kwa wimbo.
Mungu awabariki. Tumsifu Yesu Kristo. Kiukweli miaka mitatu ilitimia wiki iliyopita. Tarehe 8. Mimi nilipata upadirisho tarehe 8 mwezi wa 12. Kwa hiyo sasa hivi nimeshaingia mwaka wa 4. Ni miaka mitatu na wiki moja sasa hivi. Niseme asante kwa wote kwa majitoleo yenu, sasa zaidi kwa wale wanaoniombea. Wiki iliyopita nilikuwa Mahango. Nikasikia aliyekuwa anatoa matangazo alisema ya kwamba tunampongeza padri kwa miaka mitatu ya upadirisho, kwa sababu sisi wengine tuliomo kwenye ndoa zenyewe hazieleweki. Mimi kiukweli nilicheka kama nizi mnavyocheka tu, na mimi nilicheka. Lakini cha kujua ni kwamba iwe katika ndoa, iwe katika upadri, katika maisha yote, hata kama hujaoa, changamoto zipo tu. Hatuwezi tukazimaliza. Kila maisha yana changamoto yake. Ndio maana mimi niwaombeni sana kabisa. Zawadi ni muhimu ndio, lakini zawadi kubwa zaidi ambayo mnaweza mkanifanyia ni mtu mmoja akisimama akipiga magoti wakati wa kulala na kuamka anafanya hata salamu Maria kwa ajili yangu, itanitosha zaidi kuliko zawadi zote. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Tusimame tufunge ibada yetu. Sala ya Mtakatifu Francisco wa Asisi. Ee Bwana, unifanye niwe chombo cha amani yako. Palipo na chuki nilete mapendo, palipo koseana nilete msamaha, palipo na mashaka nilete imani, palipo kata tamaa nilete tumaini, palipo na giza nilete mwanga, palipo na huzuni nilete furaha. Ee Bwana, unijalie nitamani zaidi kufariji kuliko kufarijiwa, kufahamu kuliko kufahamika, kupenda kuliko kupendwa. Maana ni katika kutoa ndipo tunapokea, ni katika kusamehe ndipo tunasamehewa, na ni katika kufa ndipo tunazaliwa katika uzima wa milele. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amen. Bwana awe nani? Awabariki Mungu Mwenyezi na kuwalinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ibada imekwisha, nendeni na amani ya Kristo. Nawatakieni Jumapili njema.